Yes, mwana sawa sawa Digital Hope uko poa kabisa na unaendelea fresh kabisa. Kwa wale ambao wamekuwa makini kabisa na mitandao ya kijamii, siku ya leo kumekuwa kuna story nyingi sana ambazo zinavuma kutokana na bana ndoa au mahusiano ya Haji Manara pamoja na mkewe Zailisa, ambaye tunamuita mkewe kwa sababu alishamuoa, lakini pia kuweza kufunga naye harusi na vitu vingine vikawa vimeenda kinoma noma, lakini pia sakata lao pia limeweza kuendelea kwa namna tofauti tofauti, au sio? Zailisa ameweza kumshutumu Haji Manara kwa tabia zake ambazo anazifanya, ikiwa ni pamoja na madai ya kuweza kurubuni wasichana wadogo na kugoma kumpa talaka licha ya matatizo ya ndoa ambayo wako nayo. Toka waanze kuisha ameanza kulalamika sana kwamba kuna matatizo ambayo yanatokea ndani ya ndoa, lakini pia tuhuma hizi ambazo zimeibua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, huku watumiaji wengi wakitaka ukweli wa mambo uwekwe hadharani, kwa sababu kumekuwa kuna posti nyingi, story nyingi, alafu zimekuwa hazieleweki. So wamekuwa wakitaka kwamba kuwekwa hadharani nini kinaendelea au ni kwa namna gani inaendelea. So Zailisa ameonekana kwamba akilalamika sana kuhusiana na Manara, pia kwamba anapenda sana watoto wadogo. Alafu pia kuna story nyingine akawa anasema bana alikuwa anawatamani wasichana wake wa kazi. Mambo yamekuwa ni mengi, lakini kwa upande wake Haji Manara pia ameweza kujibu shutuma hizo kwa kumtuhumu kwamba Zailisa kumnyima mtoto wake chakula, akielezea kwamba hali hiyo kama kitu asichoweza kuruhusu kimfikie mtoto au mzazi wake. So mambo yakawa ni mengi sana. So Manara amepost picha then akaandika kwamba point of no return, mama yangu na baba yangu na watoto wangu wapo juu ya kila kitu duniani kasoro Mungu tu. Heri nisemwe naona sana, lakini mwanangu hadi kunyimwa chakula ninachokiangaikia baba yake kwa jasho jingi, sikubali abadan, mtanisamee waja wa Manani, aende tu. So inaonekana kwamba kama amesharidhia tu kwamba yaondoke. Sasa mara baada ya Haji Manara kuweza kupost hiyo post, pia Zailisa naye akarudi kwa kusema kwamba mbona umereply halafu umeniblock kiongozi? Chakula kipi labda unachokizungumzia? Hiki kinachobaki na kusaza na kugalagala mpaka nawapa paka. Hivi zama hizi kweli ni za kunyimana chakula? We mtu mzima kisoda kweli. Akaweka emoji za kucheka sana pale. Nani anataka kukaa kwako sasa? Sio mimi, niliondoka wiki nzima, umesahau? Akamuuliza pale. Talaka nilianza kuitaka leo, akamuuliza pale. Nimekaa mwaka mzima kwa mbinde na force. So inaonekana kama ana force talaka, alafu Manara kama hataki kumpatia talaka, anataka aendelee. Lakini pia Zailisa pia akaposti post nyingine ya kusema kwamba oneni shetani hili. Alipost ile post ambao walikuwa wana chat, ilikuwa ni WhatsApp Yes, akawa amemchatisha pale Manara na kuona kwamba kuna vitu vingi sana, kwamba hata matusi, kuna vitu gani kwamba mimi lazima vitaenda kwa watu, lakini pia huko katika mitandao ya kijamii kila mmoja ataona. Akaandika kwamba oneni shetani hili baada ya kuposti hiyo post. Sasa ni hivi tu kuvaa at Nana Collections, nguo zote ninazovaa Haji Manara hutoi shilingi 10. Ana Collection, labda uje useme Haji alikupa lini kununua nguo? Akaweka viulizo pale. Kuhusu maabaya akamtagi pale ati 2Z Collection Dubai, tuvae na Mariam Asma Madera navaa bure, mje mseme kama Haji Manara anawalipa hata 100. Kuhusu Chris Outfits ndo usiseme yale kumwambia kuhusu nywele at Lulu's Hair na nachukua kila nywele ninayotaka bure. Sasa sijui wewe unasimagia nini? So amewatagi wote ambao anafanya nao biashara yeye kama Zailisa, na kusema kwamba mshikaji hamna kitu ambacho anakifanya, kila kitu anajigaramikia mwenyewe. Lakini Manara pia ameendelea kusema kwamba yeye kwa sasa hivi bwana yeye aende tu na mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini sasa kwa taratibu za Kiislamu kama tunavyojua kwamba mwanamke kuachika bila talaka inakuwa haijakamilika. So Manara atatoa talaka, watu wengi tutajua. Endelea kutufuatilia sisi kama Sawa Sawa Digital kwa updates za kuhusiana na story hii, kila mmoja aweze kutufuatilia zaidi, then vitu vingine vitaendelea. Sawa Sawa Digital, habari kinizeni mwako.